naitwa Mr. Pascal Shadrack, ni technician idara ya maji. Kwa hiyo siku ya leo hapa tuna seminar kwa ajili ya kuwajengea uwezo viongozi wakiwemo madiwani, viongozi wa serikali za kijiji, yani watendaji na wenye viti, pamoja na maafisa ugavi, pamoja na viongozi wa KOSO mbalimbali ambazo zimeundwa vijijini. Maana ya KOSO maana yake ni zile community owned organization of water. Sawa, Ndio. Kwa hiyo leo ni siku yao rasmi kwa ajili ya kuwapa mafunzo ya namna watakavyoenda kuhamasisha jamii kule kwao, namna ya kuunda zile jumuiya za watumia maji vijijini. Kwa maana serikali ina mkakati wa kutekeleza kujenga miradi ya maji kwenye vijiji. Sasa serikali inawakabidhi wanajamii. Sasa ni nani ambao mwenye jukumu la kuweza kuifanya iwe endelevu na iweze kutoa huduma ya maji kwa muda wote. Kwa hiyo ni zile jumuiya ambazo zinatakiwa ziundwe kisheria, ambazo zitakuwa na katiba, zitakuwa na miongozo yao ni namna gani ya kuweza kuifanya hiyo miradi iwe endelevu na iweze kutoa huduma nzuri kwa jamii husika. Hivyo basi mkutano wa leo ndio lengo hasa kubwa ni kuwajengea uwezo hao viongozi wa vijiji waweze kuhamasisha jamii ya namna ya kuweza kuunda zile KOSO. Hapo mwanzo hawakuwa na huo uwezo. Uwezo ulikuwa mchache kwa sababu mwamko wa jamii kwamba serikali inapojenga mradi, jamii inakuwa na fikra kwamba ule mradi ni wa serikali. Kwa hiyo serikali ndio yenye jukumu la kufanya ule mradi uwe endelevu. Yaani serikali ndio ina jukumu la kufanya matengenezo hata koki zinapoharibika au kisima akitoi maji. Kwa hiyo wananchi bado wana zile fikra kwamba serikali ndio yenye jukumu la kufanya hata matengenezo madogo. Lakini sasa serikali inataka iwakabidhi wana kijiji, wana jamii husika waweze kuiendesha ile miradi wenyewe na wajisikie kuwa ni mali yao. Yaani serikali inataka jamii ihusike moja kwa moja kutangia hatua za awali, hata maengineer wanapodesign, wanapoanza kuandaa mpango wa namna ya kuweza kujenga ule mradi, jamii inatakiwa ihusike. Maana kama mimi mtaalamu nikianza kudesign mradi nisipowashirikisha wana kijiji husika, kwa design yangu itakuwa haina competence nzuri, kwamba labda jamii fulani ndio ina upungufu mkubwa wa maji, lazima nikawaconsult, nikaulize wenyewe ili niweze kudesign system yangu vizuri. Kwa hiyo mwanzoni ni kweli kulikuwepo jumuiya nazo za watumia maji, lakini ilikuwa sio kama sasa hivi ambapo serikali inataka. Kwa hiyo kuna watu kutoka kata ngapi hapa? Ni zote za manispaa? Ni kata zote za manispaa. Kwa hiyo kuna wawakilishi wa kata zote za manispaa? Hapana, sio kata zote, ni kata 7 ambazo sasa hivi manispaa inahudumia. Ni kata 7 tu za vijijini, sio za katikati ya mji, ni zile za pembezoni. Kwa maana hiyo hawa watu wa katikati ya mji wao hawana hizo jumuiya au jumuiya, kwa sababu ndani ya katikati ya mji kuna mamlaka ya maji safi na salama ambao ni SUWASA. Kwa wenyewe ndio wanahusika na kuwapatia huduma ya maji jamii ambao wanalipia, wana mita zao. Lakini nje sasa ya kule ambako mamlaka haiwezi kapeleka maji, ndipo serikali sasa inachukua jukumu la kuwapelekea maji wananchi wa pembezoni mwa mji. Aha. Ndio. Na haya mafunzo ni ya siku ngapi? Haya mafunzo ni ya siku moja. Yako kwa awamu ama ni yako kwenye ratiba ile na siku moja. Ratiba imeonyesha kwamba yaani swali langu ni kwamba katika hizo kata 7 vijiji vyote vipo au vijiji vimegawanywa kwa? Vijiji vyote vipo, yaani mwenyekiti ni mtendaji wa kata, mtendaji wa kijiji, mwenyekiti wa kijiji na wale wajumbe wa viongozi wa zile jumuiya watumia maji, yani katibu, mwenyekiti na mwekazi. Kwa hiyo umewekwa na dunia ilikuwa na jinsi ilivyokuwa tunatakiwa kweli.
Sasa tunakuja sasa baada ya kuanza shughuli zetu za kibinadamu katika maisha yetu ya kawaida. Katika maisha yetu ya kawaida. Sasa tunarudi sasa katika hali hii. Visababishi vya ongezeko la gesi joto katika uso wa dunia. Kuna viwanda vimeongeza moshi. Hiyo moshi ni mojawapo ya blanketi ambalo ameongezewa mzee pale. Dunia imeshaungwa, sasa tunaanza kuongeza mablanketi. Tunaongeza blanketi la kwanza, viwanda vinatuongezea blanketi. Magari pale yanatuongezea blanketi. Huu mradi mimi naona ni mradi mzuri na tumeshaupokea. Sasa nasikia kwenye vijiji vingine huko tayari wameshaanza mradi huu. Kijiji changu cha Senga bado ndio nasikia leo. Kwa hiyo nawaomba kijiji changu cha Senga kuna uhaba wa maji. Naomba wataalamu wafike mapema. Tuje tuitishe mkutano huo mradi uweze kutufikia na sisi. Asante. Kwa majina naitwa Ayubu Nasari Karolo, nimetokea kijiji cha Mwanzusi. Ameshaongea yule mzee kwamba mradi ule haupo. Hata mimi Mwanzusi mradi haupo. Kwa sababu tumekaa hapa, labda tutaongea kwamba tunaipeleka hiyo mradi ili tukawaambie wananchi. Na inayotarajiwa kuja kufanyika ili vyombo viwepo. Umeelewana? Sehemu yenye miradi, sehemu ambayo miradi inategemewa kufanyika, vyombo vinapaswa viwepo. Nitaomba injinia na polisi za serikali. Kwa mwaka huu unaoisha Juni, tunatekeleza miradi hii kwenye vijiji vya Kasense, Chipu, Matanga na Kisumba. Kwa mwaka wa fedha unaokuja ndio tunaingia Mawenzusi huko na Mbogo, Katumba Azimio na Mponda. Kwa wale ambao walikuwepo, kama mtakumbuka, nafikiri tulianza uhamasishaji. Sasa hapo katikati hii serikali ilikuwa ina fedha. Kwa hiyo tukasimama utekelezaji kwa muda mrefu. Kwa sasa hivi wameshatekeleza utaratibu. Kila mwaka tunaingiza vile vijiji vilikuwa 17. Tulianza Chilenganya, tumeshamaliza. Malonje mradi upo tayari, kama watakumbuka tumeshajenga. Pito, kata ya Pito yote, vijiji vya Magano, Tamasenga tumemaliza hiyo miradi. Kwa hiyo tunaongeza kila mwaka. Lakini hii elimu inabidi tuwe nayo, tuunde hivyo vyombo viwepo. Ina maana mradi unapokuja wanapokea, wanaendelea na kuendesha. Kwa hiyo kwa yale maeneo ambayo hayana mradi, kwa mfano kama Isesa kuna visima, sema labda ndio vya zamani, sasa hivi kijiji kimepanuka, havitoshi. Kwa hiyo kama hivyo tunavyosema, hata hao watu wa mazingira wanavyosema msijaribu vyanzo vya maji. Kwa mfano kama tukija pale Isesa, ukiwa kuna chanzo cha maji, ina maana tunatumia hiko chanzo kuwasambazia watu maeneo mengine. Sasa tukikuta vyanzo vimekauka, inakuwa ngumu sasa wananchi wale kupata maji. Kwa mfano, sasa hivi kijiji cha Arua kina tatizo la maji. Kwa tumepata pesa kidogo hizi tulizopata za kufanya vizuri, kuwa na vituo ambavyo vinatoa maji vizuri na nini, tukapata hiyo bonus. Wale wafadhili wakawa wametupatia fedha za kuendelea kuboresha. Tukasema kwamba kwa mfano kuna vijiji kama vya Katumba Azimio, maji yapo, vituo havifanyi kazi, kama hivyo watu walikata mabomba, walifanya nini. Kwa sasa hivi katika zile fedha tulizopata tumejiwekeza kwamba tunarudisha ule mtandao. Lakini wananchi walikata mabomba yalikuwepo. Naona serikali inaingia tena hela zile, labda zile hela tungezipeleka kwenye miradi mingine, watu ambao hawana huduma kabisa. Lakini tunachukua tena tunarudi kufufua mradi uliokuwepo, wananchi wanakata bomba. Kwa hiyo na nyinyi wenyewe watendaji, wenye viti, mwe walinzi huko. Hiyo miundombinu inayotengenezwa na serikali, hata kama mradi umekufa, mabomba yasitolewe. Kwa hiyo kwa mfano tulitoka hapa tukasema labda na Arua tuwasaidie, kuna baadhi ya visima tuliwahi kuvichimba vikawa vimefunikwa, tulivifunga visingizwe uchafu. Serikali itakapopata fedha tuje tufunge visima vile ili watu waweze kupata huduma. Tumefika pale watu wamevunja lile lile mfuniko, lichuma wamechukua, kisima kiko wazi, gharama za kutengeneza zilikuwa kubwa, kwa budget iliyopo haitoshi. Kwa hiyo tumeshindwa kupeleka hiyo huduma.
Pale jeshini Ruwa sasa hivi wanajeshi wale wameweza wanataka kugharamia warudishe maji yao pale jeshini. Hapa mchanganuo wao wa gharama maji yaletwe mpaka pale tenki la jeshini. Sasa ilipokuwa ule mtandao maji yakishafika pale kwenye tenki la jeshini, watu wa Ruwa walikuwa wapate maji. Kwa hiyo tulikuwa tunajua kwamba ule mtandao wa bomba wa maji wa Ruwa upo. Kwa hiyo tulikuwa tunasema kwamba ifikisha pale maji tuunganishe tu bomba moja, maji yaende kijijini Ruwa. Kufika kule kijijini hamna hata bomba moja, wananchi wameshangoa yote. Wanasema mradi umekufa. Miradi ya serikali haifi. Ile miundombinu inabaki pale. Serikali wakati wote ikipata fedha. Sasa hiyo ni mifano natoa. Kwa jamani, yani mnapopata watu wafuna wa malonji walikuwa wana maji kabisa. Kile chanzo tulikiibua, tukakifanyia design, tukajenga ule mradi. Tamasenga walipata shida sana ya maji. Kwa hiyo yani ukiwa na miundombinu ni bora kuiacha. Serikali inapopata fedha, kama kuja kuunganisha gharama inakuwa ni ndogo ya kuunganisha kuliko kutoa ile miundombinu ya kuja kununua upya, inakuwa ni gharama kubwa sana. Kwa hiyo kuna vitu kama hivyo. Kwa wale ambao mna miradi yani tusimamie. Lakini sehemu ambazo hazina miradi, tutengeneze hiyo jumuiya, tuhamasishe wananchi waweze kujiandaa. Hiyo miradi inakuja. Na inawezekana kwa mwaka wa fedha au kama tukimaliza haraka, tunaweza tukatekeleza mpaka hiyo miradi mingine ambayo ya Mawenzusi. Mawenzusi nafikiri kuna kile chanzo. Nani aliyeuliza swala Mawenzusi? Kwamba ana maji. Kile chanzo cha Mto Zogwe bado kiko. Maana ndio tunachotumia kuleta maji. Au ndio mmeshavamia mmelima poti. Kazi yote mwanajia natoka Mawenzusi. Maji yapo ya Mto Zogwe unasema. Kwa hiyo tunategemea nyinyi kama wataalamu mkija kutega maji hilo linakubalika, hakuna tatizo. Hata sasa na Mawenzusi nafikiri mnajua chanzo chenu kile cha mto kiko chini. Kuleta maji pale juu kijijini Mawenzusi lazima tupambe. Kwa hiyo mnatumia labda wiki moja. Kwa hiyo ukiona hiyo michango itakuwa ni muhimu sana. Hakuna chanzo kingine pale cha kutoa maji. Tulijaribu kwa visima ilishindikana. Ambayo tunatumika kuna sehemu ambazo zilikuwa zimejengwa special kwa ajili ya kujazia maji ili kuweze kuvutwa na mashine kupelekwa kwenye tenki ambayo ilikuwa imejengwa kijijini. Na mimi kama wataalamu wakitusaidia kwa kutengeneza au kulipea vile vitu ambavyo vilikuwa vipo inaweza kusaidia. Sababu mfereji ulikuwa upo na shughuli ilikuwa inafanyika vizuri. Kwa hiyo naamini wataalamu zaidi kuliko sisi kwa sababu wao wakifanya kazi nzuri maji yanaweza yakaja kijijini bila tatizo lolote. Ili mradi kuna mapungufu makubwa ambayo yapo yanaweza kufanywa ukarabati alafu maji yakaenda. Kwa mfano kuna kaya 1000 tunachangia kwa mwaka 2012 mwezi kushindwa kuendesha mradi wa kupampa. Hizi ile shilingi labda shilingi 10,000, 15,000 kwa mwezi. Mnanunua, mnapampa maji yenu yanajaa kwenye tenki labda la lita 135 linalojengwa pale. Linajaa mnatumia labda mwezi mzima. Mnachangisha kama mna hela kwenye account kwa mwezi kushindwa. Lakini miradi kama hiyo mkiwa hamna fedha wala hamna mipangilio, hamna huo umoja kwenye katiba kama ilizotoka kuelezea mwanasheria na zilizosajiliwa, hamwezi kuendesha mradi wa namna hiyo na mtabaki mnalia kwamba hatuna huduma ya maji lakini maji hayapati. Kwa hiyo kuna sehemu zingine zina changamoto kama hizo. Uendeshaji unakuwa ni mkubwa sana. Na vile visima ni vichache. Mimi kwenda mwambie engineer kama inawezekana watu wa Isesa wako tayari hata kufanya songa mbele kuchimba mtaro kuanzia pale kwenye ile bomba kwenye ile tanki pale kwenda Isesa pale kijijini kabisa. Tanki la Suwakali. Ndio. Yaani kwa hata sasa wako tayari kufanya songa mbele ya mtaro. Ndio kwao alafu wana maji. Labda nikusaidie kwenye hili. Hii miradi inaangaliwa nani anaisimamia. SUWASA ni taasisi. Sawa? Ni taasisi ambayo yenyewe ina utaratibu wake kuendesha hii miradi ya nini? Ya maji. Kwa system yake ya bili. Unajua sisi SUWASA wana bili. Na ule mradi umetapakaa ni mradi mpya tu. Nadhani uelekeo ukabidhi mwezi wa pili. Nadhani sports wanaweza kuwa kabisa. Unajua mwanao wa hivi wale Technofab.
Sasa huwezi kusema tutoboe lile tenki tutepu kuleta huku, inakuwa sio, ni mamlaka mbili tofauti. Lakini ninachotaka kusisitiza ni kwamba swali langu lilikuwa ni kwamba katika maeneo haya watu wameshaunda jumuiya kama ilivyokuwa hiyo ya Mlanda. Sasa wale maeneo yote ambayo bado hawajaunda nini jumuiya, kama mzee alivyosema yeye amefurahi kusikia, lakini huu mradi bado hajafika, nyinyi mmezusi sawa. Kuunda jumuiya ni kitu kizuri, ya kwamba hata mambo mengine ukarabati yanakuja yanafika kati anakuta tayari jumuiya imefanya nini, imeshaundwa. Kwa hiyo nilikuwa nawaomba watendaji wa maeneo hayo ambayo jumuiya bado hazijafanya nini, hazijaundwa, tuwasiliane na engineer atawaleta ofisini kwangu pale tuweze kutengeneza hizi nini katiba. Sawa. Mpaka sasa hivi nadhani tumetengeneza ya Kanondo, Mlanda na ile Pimato, si ndio? Pito, Maragano na Kamasenga. Kwa hiyo wale waliobakia wote ambao bado hawajaunda hizi nini jumuiya, mwasiliane na watu dara engineer, wataleta pale kwa sheria, tutawatengenezeni zile katiba. Itabakia ni swala sasa la nyinyi kufanya ile mikutano kwa ajili ya kupata wale viongozi na baadaye kwenda kujisajili masuala ya benki na nini. Usuli hizi taratibu nyingine zitakapokuja zinakuja tayari hii jumuiya yenu kisheria ipo. Sawa jamani? Simu ya katiba tulikuwa tumeiandaa. Sasa hapa nasikia ni kama tukaanze tena upya tofauti na ile kamati, sijui ndio hivyo. Hapana. Kama tumeshafika level hiyo, maana kinachobakia hiyo katiba yenu rasmi uje nayo, alafu sisi tuangalie inakaa maudhui haya. Sawa. Wale viongozi tunachagua ni viongozi ambao wameshachagua kihalali. Lakini tukaangalia je, hawa viongozi wako kwenye safu hii ya katiba. Na baada ya pale tutakaa nao kueleza sasa kazi yetu ni kama viongozi ni hii na hii. Kwa hiyo ningependekeza kama tunaweza leo tunazungumzia tarehe 30, ndio. Ikifika tarehe 30 ya mwezi wa 6 basi kusiwepo na kijiji ambacho hakijaunda hii jumuiya na kuisajili. Sawa jamani? Tunaweza kuifanya hata kabla tarehe 15 mwezi wa 6. Kwa hiyo imeshaisha. Tukasema kabisa katika vijiji vyetu sisi habari za kwa watu hizo zimeshaisha, tunasubiri tu utekelezaji wa hii miradi, maeneo ya kufufua vyanzo na nini na shughuli nyingine za usafishaji ziendelee. Sawa jamani? Ibu za maji ziendelee kuhudumu sasa. Sasa ukisema tena turudishe kwenye USUWASA na wakati SUWASA inasema ni mawasiliano yetu na ninyi, hapo inakuwa shida kidogo. Lakini tukushukuru kwamba umesema utakuja ili tusurvey kwa pamoja tuone jinsi ya kuwasaidia wale wananchi wa Isese. Kujua kwamba kiasi gani vile visima vinachimbwa, tujue gharama na wananchi tujue wanaweza kuchangia nini ili na serikali ikaweka mkono wake pale tukapata maji kwenye sekondari ambazo ni za msingi. Asante, naomba majibu ya hadhara. Hizi taratibu tulizowaelekeza hapa zote sasa tunakuja huku sasa kuzifanya, ndio hatua inayofuata. Kwa hiyo tutakuwa mtaona mara kwa mara barua zinakuja, tunawahitaji, tunakusanya wananchi. Kwa hiyo mambo mengi kama mnavyoona yameelekezwa, jinsi ya kufungua hizo akaunti, mchakato mzima mpaka kijiji kinakuwa na hiyo jumuiya. Hizo taratibu zote tunatakiwa tuzikamilishe, tuona KOSO zilizosajiliwa kisheria, sio kamati tena za maji. Kwa hiyo mimi kwangu ni hayo mafupi, lakini naomba nimkaribishe Mheshimiwa Mstahiki Meya aweze kutufungia haya mafunzo yetu. Naamini kwa somo hili tukirudi nyumbani kama nilivyosema mkufunzi juu ya afya, kimsingi kweli
tujitahidi kujenga nyumba nzuri. Chandarua na Kasanza naingia huko kujisaidia, lakini umetoka nyumba nzuri. Kwa hiyo niombe tu ndugu zangu, sababu na wenye viti, watendaji na waheshimiwa madiwani, tukirudi tukafanye mikutano ya hadhara tuweze kueleza na mazao yanaweza kujitokeza kama watakuwa na vyoo vilivyo bora. Msingi elimu ni ya kila siku, tusichoke, tuendelee kutoa ili watu wetu watoke hatua moja na hatua nyingine. Afya ni muhimu kitu kingine. Shilingi 2,000 au 10,000 inasababisha kutumia laki nzima kutibiwa. Na sasa ukienda dukani, hospitalini, unaweza kuandikiwa dawa ya kawaida tu ndogo, lakini ukiuliza bei shilingi 10,015 na wale beba shilingi 10,000. Lakini unaweza kujiandaa mapema, hayo tutakukuta. Kwa mimi naomba tukatoe elimu iliyo sahihi kama nilivyopata, ili kila mtu ajitambue na ajue atajilinda na mazingira yake. Asante. Nashukuru sana. Mheshimiwa Naibu Meya Manispaa ya Sumbawanga, Kaimu Mkurugenzi, waheshimiwa madiwani, wenye viti wa vijiji na watendaji wote, habarini za jioni. Ndugu zangu, kwanza nitangulize neno la kumshukuru Mungu kwa sababu tumekuwepo hapa, lolote limetokea, lakini mafunzo yetu yamekwenda vizuri na tunaenda kutawanyika vizuri. Mafunzo haya si kwamba ni mafunzo mapya kwetu. Naamini kuna wengine walikuja huko wanajua sana, wengine tunauelewa kidogo, lakini lengo kubwa ilikuwa ni kuja kubadilishana mawazo. Ndugu zangu, tulivyoanza asubuhi tulikuwa na mambo mengi sana, lakini jambo kubwa ambalo lilituleta huku ni sera ya maji ya mwaka 2002. Nchi yoyote unapokutekeleza jambo lazima kuwe na vitu vitatu: kuna sera, sheria na miongozo mbalimbali. Kwa hiyo sheria yetu ya maji ya sheria namba 12 ya mwaka 2009 inatokana na sera ya maji. Unapotekeleza sera lazima uunde sheria, lakini kuna miongozo. Mfano tulielezwa na wakufunzi wetu ule mwongozo wa mwaka 2012 ambao umempa msajili wa vyombo hivi mamlaka hivi vyombo vya kuoza, ambayo sasa tayari ni afisa maendeleo ya jamii. Kwa sasa vyombo hivi vitakuwepo kisheria, na chombo chochote kinapokuwa kisheria kinatumia sasa, kitazingatia ile sera ya nchi, miongozo, kanuni na sera zilizopo. Kwa hiyo ndugu zangu, msije mkaona kwamba tumekuja hapa tukufanya jambo la ovyo. Lengo letu kubwa ni kuondokana na dunia inakokwenda. Naibu Meya na viongozi mlioko meza kuu, huwa napenda kuambia watu wetu, dunia ya sasa tulionayo inaitwa ni dunia ya sayansi, ya karne ya sayansi na teknolojia. Sasa tunapozungumza teknolojia, sasa tunakwenda kidijitali zaidi. Kwa hiyo inakulazimu ubadilike yale mambo ya zamani na kwenda kwenye hiyo karne ya sayansi na teknolojia. Mfano, mimi au mzee mwenye umri wa zaidi yangu hakupenda kutumia simu, lakini kutokana na teknolojia ya sasa analazimika atumie simu. Sasa ile simu itamlazimisha sasa aanze kujifunza. Kwa hiyo hata sisi wazee wengine walioko hapa wataingia darasani kutokana na teknolojia. Haya mambo ya maji tuliyokuwa tunayazungumza zamani ilikuwa ni jambo tu la kawaida. Mtu unaweza ukaenda kwenye kisima ukajipatia maji ukafanya nini, lakini imetulazimu tuanze kukutana kwa sababu ya mabadiliko ya tabia nchi. Na bahati nzuri mkufunzi wa mada ya mazingira alieleza vizuri, akajaribu kueleza, je, ukiwa na blanketi 2 lile joto unajisikiaje? Unaweza ukafa. Kwa hiyo dunia yetu tulionayo sasa, kutokana na mabadiliko ya tabia nchi, inatulazimika sasa tuweze kufanya mambo haya. Upo uharibifu wa mazingira. Uharibifu wa mazingira umechukua maeneo mengi sana. Nikisema maana ya
Mazingira kwa watu wazima tunaelewa, mazingira ni eneo lote linalomzunguka mwanadamu na shughuli zake za kila siku. Mfano sasa hivi tumechafua vyanzo vyetu vya maji kama mtoa mada wa mwisho alivyokuwa anasema, mpaka juzi serikali imeingilia kwamba tuweze kutunza vyanzo vya maji. Na tunaweza tukang'ang'ana tukawa na miradi mikubwa sana ya mabilioni. Siku ya siku tukakuta kwamba tumetengeneza miradi, lakini maji haya tukayakosa kwa sababu tumesha haribu vyanzo vya maji. Kuna miti ya maji, kuna miti ya kuvuna kwa maana ya matumizi ya kawaida. Maana tulio wengi hapa hatuwezi tukatumia gesi, lakini gesi ni bei rahisi. Sema tu kwa sababu watu tuna mazoea kwamba tulishazoea lile jikoni, utapika, mke wangu yule anayeandaa kwenye jiko, macho alishakuwa mekundu kama mchawi sababu ya moshi. Lakini unaona serikali inazidi kubana. Sasa hivi wanaenda kututoa kwenye nishati ya kuni na mkaa, wala watupeleke kwenye gesi. Tumekuwa na kesi nyingi sana. Afisa mazingira atakuwa shahidi. Mstategemea wamenikamata na pikipiki. Serikali imesema kwamba pikipiki zisisafirishe mkaa. Wanajua kwamba tukisharuhusu jambo lile tutakuwa na uharibifu mkubwa sana. Kwa hiyo ndugu zangu, naamini kwamba tumezungumzia mambo mengi sana. Lakini jambo la mwisho, wito wangu kwenu viongozi, watu ambao tunaweza tukayafanya haya yote ni sisi viongozi tulioko huku. Sisi viongozi tukikata tamaa, wakati mwingine huwa unaweza ukakuta, kwa mfano hata mimi ni diwani. Sasa nikisimama mbele za watu, alafu nikawaambia serikali hii bwana, yaani serikali hii bwana, haya ni ya serikali, yaani tayari nimeshakata tamaa. Kwa hiyo mtu wa kawaida ninayemuongoza hawezi akaniamini. Kwa hiyo hata wengine ujumbe hapa tutaupeleka. Ukifika ukisimama mbele za watu unasema eti tulikuwa kwenye semina, injinia wa maji ameeleza kwamba tuanze kuunda vyombo vya watumia maji. Alafu wanasema hivyo ni vinini? Si unajua serikali yenu bwana, yaani michango sijui mara nini. Badala ya kukaa ukamwelezea kwamba jamani, jambo hili ni la kwetu. Ukumbuke wakati wa misionari wanaeneza dini Afrika Mashariki, walikuja na sera ya kutoa misaada. Baadaye wakatuacha. Kwa walitufundisha kutoa, walitufundisha kupokea bila kutoa. Hata haya maji, wakati mzungu anakuja, walikuja watu wa Ludepu wakatengeneza maji nani. Sasa hivi wale wafadhili unaoona hata hizi pesa za miradi ni kodi ya watu wetu. Wenzetu wanatoa kodi kule ndio wanatuletea. Ukimtengenezea mchanganuo kama alivyotengenezea mtaalamu wa mwisho, kwamba sijui gharama ya mradi ni milioni 300, gharama ya uchakavu milioni 18, gharama ya uendeshaji na ukataja zile lita, yule mwananchi atakuelewa. Na ukampa mfano tu kwamba mradi huu tukichangia kwa awamu, naamini kwamba sisi ni viongozi, kama tulivyoomba kura zetu, kama tunavyowasimamia watu wetu, naamini kwamba wanaweza wakatusaidia. Benki na wale watu wakaona manufaa ya mradi, wanaweza wakafarijika na kama wachangiaji wazuri. Kwa hiyo nirudie tena kusema kwamba watu ambao tunaweza kufanikisha zoezi hili ni sisi. Lakini bahati nzuri sisi ni viongozi, tunaweza tukatengeneza kwa utaratibu. Zile kamati tutakazoziunda, tukawa na utaratibu wa kuhama eneo moja kwenda eneo jingine. Kwa mfano tukachukua kamati ya Kasense, tukaipeleka kwenda kuungana na wenzetu wa Molo, wakapata uzoefu. Na hilo jambo linawezekana. Sasa ingine wajumbe wenyewe wa kamati unaweza ukakuta ni sawa, ambapo tukiomba hata gari kwa mkurugenzi anaweza akatupatia. Tunaenda kujifunza na tukatoa hamasa kwenye mkutano. Ndugu zangu, swala la maji tukisimamia vizuri, tunaweza tukaondoa tatizo hili ambalo tunaweza tukawa tunalipigia kelele. Kasimamie haya. Bahati mbaya huwa tunapata mafunzo mengi, tukirudi kila mtu anajifungia kwake. Ningependa haya yote tuliyojifunza tukaona jinsi watu walivyoandaa mikutano. Bahati nzuri nyingine hata mkanialika, mkamwalika mkurugenzi, mkamwalika injinia wa maji, ili tukaja kusaidiana. Tukienda kuyafungia kwenye makabati,
yatabaki kama yalivyo na wananchi wetu wataona kwamba hatujawasaidia kitu chochote.